Hakuna mwizi kama Ruto. Hakuna mwizi kama Ruto. Hakuna mwizi kama Ruto. Hakuna na hata kuwe. Tumetembea kote kote, tumezunguka kote kote, tumetafuta kote kote, hakuna na hata kuwe. Hakuna mwongo kama Ruto. Hakuna mwongo kama Ruto. Hakuna mwongo kama Ruto. Hakuna na hata kuwe. Tumetembea kote kote, tumezunguka kote kote, tumezunguka kote kote, hakuna na hata kuweko. Si ameimba sha? Hakuna muuaji kama Ruto. Hakuna muuaji kama Ruto. Hakuna muuaji kama Ruto. Hakuna na hata kuweko. Amen. One time. Ndio wala mnapofanya one time. Sasa kwanza ngoja. Tarehe 6. Hadi tarehe ngapi? 6. Tarehe 6. Hadi tarehe 8. Gachagua atakuwa pale upande wa Meru. Makosa. Tharaka Nithi. Embu. Siku ngapi? 3. Sasa ninagoja Gachagua afike pale Meru town. Aseme watu wa Meru mpo? Hapa ni maua. Unajua anaanza Meru town. Hapa ni makutano. Hapa ndio Meru town. Hapa ndio Kindiki alisema nisifike. Nimefika ama sijafika? Hapa Kindiki ni kwa mamako. Ni kwa nyanyako. Hapa ni kwako. Ni kwa bibi yako. Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? So Kindiki nakwambia kile maneno uli confuse. Ati ukaambia ati Gachagua asifike. My friend, ile aibu, ile matope. Na unajua akona wale maboys wa Mithika Linturi. Hawa chekangi na mtu. Ati unaenda kusema ati yo wanakuuliza Kasia kwani Meru wewe unataka nikuteme na kivanga one time? Unataka nikuteme na kivanga Murume? Wewe unataka kutosema one time? Kwani one time ni yako? One time. Unajua wa Meru wachekangi. Unajua let me tell you one time. Mokoro unataka nikuteme na kivanga. Sasa si Kindiki anafika Tharaka Nithi. Unajua Tharaka Nithi ndio kwa kina Kindiki lakini hawamtambui. Ati sasa ati Gachagua amefika pale nini? Chuka town. Wasikia kwanza Gachagua atangaze ati hapa ni wapi? Hapa ni Chuka. Hapa munaona kama Nyeri. Hapa ni Mathira. Hapa ni wapi? Wanasema ni Chuka. Then ati goons wa Kindiki wakuje kujaribu kudisrupt. Utasikia wewe Waita Murume, unaona kama hapo ni kwa nyanyako. Hapa tuko wapi? Si hapa ni Chuka. Chuka si ni kwa hii jamaa anaitwa Gachagua. Si hapa ni kwa Gachagua. Kiana kia Simba. Kiana kia Simba. Si mnasema one time. Si hapa ni one time. Sasa Kindiki nikuuliza, wewe unasema Chuka gani? Mokoro anamuita Mokoro. Chuka gani? Kwani uko na Chuka yako? Murume. Uko na Chuka yako. One time. Si na nitaendea Kangeta hapo chini. Nataka Kangeta. Unajua ukifika hapa hatukuli mkoka. Hapa tunakula mora. Kangeta. One time. Hebu nikwambie, watu wa Meru wachekangi. And those guys wanapenda Gachagua sana. Ati Kindiki anaenda kusema one time. Mimi napenda watu wa Meru sana. Watu wa Meru oye. Watu wa Meru oye. Si Meru ni one time. Ni one time. Murume si ni one time Murume. One time. We. Lakini never ever dare Gachagua kumwambia Gachagua usikuje. Ati usikuje. Kwani huko ni kwako. Hata kwa nyumba yako atakuja.
Atakuja. Nakwambia Gachagua akitoka huko Kindiki hatafika huko. Lakini atafika juu anatumia polisi. Na watu wa Meru wameamua lazima wachaguane. Hawataki kukufa, hawataki kupigwa risasi za mguu, hawataki kupigwa risasi za kichwa. So Kindiki mahali popote unataka kutembea tembea. Lakini kila mahali Meru wanasema ni one term. Murume si ni one term. Muguru si ni one term. Hapo nikwambie. So ichezea Gachagua. Yes. So tuko hapa kwa maneno the most important issues. Yes. The most important issues kutoka Meru town. So ngoja kwanza tushughulike na the truth and facts. So kuna kitu one time. Kuna kitu niliambiwa na anko yangu walisoma na Gachagua Kianyaga High School. Na aliniambia Gachagua hawezi saliti wananchi sababu hata wakiwa high school Gachagua alikuwa anatetea wanafunzi one time kwa walimu. Gachagua ni ule mtu mlikuwa mnapompiga magoti anauliza mwalimu, hiyo imeandikwa wapi kwa bylaws za schools curriculum? One time. Mwalimu anamwambia wewe just kneel down. Wewe hatuta kneel. Tuonyeshe mahali imeandikwa. I know my rights. One time. I know my right. Mimi kama Gachagua Rigiji. Hiyo time yako anaitwa Rigiji. Rigiji alipewa na kasi yake. Alikuwa anaitwa Geoffrey. One time. Mimi kama Geoffrey Gachagua. Mimi sijaona mahali kumeandikwa to kneel down. This guy hawezi saliti wananchi. Hii rebellion yake ilianza from way back in high school. One time. Gachagua alitupea story juzi. Ati yeye pale upande wa Nanyuki ati fisi inakula kondoo. Fisi inakula ng'ombe. Fisi inakula kuku. Wameinyamazia. Sababu KWS wanasema fisi isifanye nini? Isiuliwe. Chui akaua mtoto. One time. Hai, Gachagua akaangalia akauliza, na hii chui na mtoto nani important? One time. Wao Gachagua walikuwa wezi wakifanya maneno baya na wanapotea wale bandits. Wanapigwa risasi. Lakini bandit ameiba nini? Ng'ombe. One time. Na hii chui imeiba nini? Ng'ombe. Akaambia watu wa KWS, kama mtakujia hii chui yenu by kesho, my friend, tupatane kotini. One time. Wakati ile kasia ilikuja, ilipigwa marisasi like 69. So ati ule jamaa alikuwa anaitwa Niuka Kasia, alikuwa mzungu, alikuwa anajifanya kutetea wanyama sana. Alikuwa anaitwa nani? Oka Kasia kalikufa, kalinyoria. Haezi survive. Ako Riki akaambia Gachagua, sasa wewe kazi yako imeisha. Naye Gachagua unajua alikuwa na simu ya Moi. Akapigia Moi akamwambia nakuja. Sio ni over. Nakuja. Akaenda kwa Moi akamwambia sasa fisi iliua ng'ombe. Sisi ng'ombe wenye uiba ng'ombe tukiwashika ama tusipowashika tukikaribiliana na wao wanapigangwa marisasi. Kwa nini hii fisi haipigwi marisasi? Akabua kama ni ukweli mnapopiganga risasi na fisi mlipiga risasi hakuna shida. Akaambia huo mtu Moi, na sasa mimi nimepiga chui risasi lakini naambua nifutwe. Moi akafinya. Unajua Moi alikuwa anajua kufinya hadi ma principal wa shule. Akafinya simu. One time. Kufinya simu Gachagua akaambia wewe ufutwe. One time. So Gachagua ni mtetezi wa ukweli na haki. Ni mtu anajua kubalance. Kama wewe umepigwa ya mguu juu ya kusema Ruto must go, hata mwenye anasema Ruto must stay anafaa pigwa risasi ya wapi? Ya mguu. Sababu nyinyi wote mnatetea side ile mtu anataka. One time. Kama wewe ni mwizi wa kuku umepigwa risasi ya kichwa, hata mwizi wa billions kama Duale anafaa pigwa ya kichwa. One time. That is the kind of president we need. One time. Let me tell you, dear Kenyans, kama kuna kitu imelemea wananchi ni wezi wakuu. One time. Nikuulize, kwa nini mwizi uende kuiba? Sinijuana kazi, sinijuana pesa. Lakini hana kazi juu kazi yake imeporwa na politician fulani. One time. Pesa yake imeporwa, pesa yenye ilikuwa create jobs ishaporwa na Kasia fulani in billions. Lakini yeye mnamuua sababu ameiba kuku. Mnamuua sababu ameiba motorbike. Mnamuua sababu ameiba simu. Lakini kuna ule mwizi mkuu mwenye ameiba future na akaiba hope ya huyu kijana ndio akakuwa mwizi. Nani mwizi zaidi? One time. Ndio tunataka harsh laws za the big thieves.
Mnanielewa vizuri? Na mwenye ataleta this hash laws sio mtu mwingine, ni Rigathi Gachagua. One time. So mimi naona hata Rigiji anafaa kuwa president. Hao wengine wakuwe resident tu to deal na wao mundu. Mimi sio Sifuna, mimi ni Gachagua. One time. Wewe nyinyi ni Sifuna? Mimi ni Gachagua. Exactly. Sasa ndio mmeingia box mahali tunavaa kuwa. Mnanielewa vizuri? Let me tell you, Rigiji can bring sanity to this nation. Hakuna mtu mwingine. Ati kasia gani nyingine ilete sanity? Ni Rigiji. Mtu usimama na ukweli. Kama umepigwa kofi juu ya kuiba simu, hata mwenye ameiba billions apigwe kofi. Tunaelewana vizuri? Kama umedhalilishwa na DCI ukawekwa monto hapa imeandikwa ati I am a thief, I steal phones, hata huyo awekwe I am a thief, I steal billions. One time. Tunaelewana vizuri? Msikubali kusifu wezi. Tunaelewana hapo? Msikubali kusifu nini? Wizi akikuja Githurai, ati akikuja wapi? Githurai. Ati Keni hapo na mumwambie, wewe Ruto uliiba mali ya SHA, wewe ni mwizi. One time. Kuna haja tufiche? So si Rigiji ni mso. Rigiji ndiye kusema ni mturu. Sasa boyfriend, na hata uliniambia sasa hivi huna boyfriend, lakini bado umeweka unlock code. Unlock mpaka maisha yake. Imewekwa ya kufungua screen na one time.